26 TPC. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Haleluya. Hatujambo watu wa Mungu. Bwana ni mwema. Neno lake ni jema. Bwana ni mwema. Neno lake pia ni jema, si ndio? Tunaendeleaje na makambi watu wa Mungu? Makambi yanaendeleaje kwako? Nianzie kwako, yanaendeleaje? Tunabarikiwa. Basi hakuna kitu kinachotokea kwa bahati mbaya. Kila ratiba imepangwa na Mungu. Wewe kuja hapa, mimi kuja hapa, hatukupanga. Ni kuwa makini tu, mimi niheshimu uwepo wenu na wewe uheshimu uwepo wangu. Maana Mungu aliyepanga hivi ana kitu na ana mtu anayezungumza naye kupitia mimi. Naweza isiwe wewe, lakini hapa kuna mtu Mungu anazungumza naye moja kwa moja kupitia kwangu. Na inaweza asiwe kwenye kambi hili. Ukashangaa sababu ya vijana hawa kuhangaika warushe huko, huyo mtu hayuko hapa, yuko huko. Ya, tunamshukuru sana Mungu kwa nafasi hii aliyotupatia tena kwamba tuje mbele zake. Makambi yanaendelea. Niwakumbushe ya kwamba kwenye makambi haya tumetumwa watumishi wanne kuja kuwahudumieni. Yupo mchungaji Laiza, kuna Ruhambati na mimi. Lakini kuna mwinjilisi pale nyuma ambaye yeye ametumwa rasmi kwa ajili ya kuwaleteeni machapisho. Yale machapisho kazi yake kubwa ni malezi ya kanisa kwa maana ya washiriki na uinjilisi. Kwa hiyo ni vizuri ujiandae katika makambi kama haya, uondoke na vitabu kwa ajili ya uinjilisi wa majirani zako na watu wengine utakao kutana nao. Lakini na wewe pita hapo, chukua vitabu ambavyo hauna kwa ajili ya malezi yako na familia yako. Hii ni desturi ya makambi, miaka hata miaka. Uwe unafanya hufanyi, itafanyika hivyo muda wote wa makambi. Lakini nifupishe tu kusema ya kwamba programu zote za makambi zimejaa baraka za Bwana. Niwakumbushe pia kwamba mwaka unapoisha, Mungu anatamani kuona ulivyopokea baraka zake na jinsi ulivyoshukuru mbele zake. Na sisi kanisa la Waadventista wa Sabato kwenye makambi tuna sadaka ya kambi ambayo ni sadaka ya shukurani. Hii ni sadaka inayotolewa kumshukuru Mungu kwa yale aliyokutendea kwa muda wote wa maisha ya mwaka mzima. Niliwaambia jana ya kwamba masadaka ya kambi ikitolewa vizuri, ndio sadaka inayoenda kugusa maisha yaliyo kwenye watu wenye shida, matatizo na majanga waliokabiliwa kwa mwaka. Ndio sadaka inaweza kwenda kwa wakimbizi. Ndio sadaka inaweza kwenda kuwasaidia watoto yatima. Ndio sadaka inaweza kwenda kuwasaidia watu walio kwenye changamoto mbalimbali. Kwa hiyo unapoitoa sadaka ya kambi, unamshukuru Mungu kwamba si kwamba hao walioyapata hayo walikuwa wema wabaya kuliko wewe. Ni neema ya Mungu imekusaidia wewe ukanusulika. Na sasa unamuomba Mungu hicho kinachopatikana kikawasaidie hao wanaoendelea kuangamia na wao wanaoendelea kuumia. Unapoacha kutoa kwa furaha na kwa kadri ulivyobarikiwa, ni sawa na kumwambia Mungu, kwa nini hukuniletea nikimbie niende kwenye kambi la wakimbizi nilishwe huko na watakatifu wako?
Kwa nini hukuniuguza ili niende hospitalini huko nisaidiwe na watu wako? Basi usiseme hivyo, maana Mungu amekubariki. Haleluya. Jiandae kwa ajili ya sadaka hiyo, wewe na familia yako. Mletee Bwana. Sikukuu kama hizi Waisraeli walikuwa wanatoa sadaka za kuteketeza. Wanaweza wakatoa kwa siku ng'ombe 12. Hebu fikiria ng'ombe 12 alafu ziteketezwe, kuni wasombe, ziteketezwe ziwe majivu. Wewe unazitoa hizo, zinakuwa kwenye mfumo wa fedha kwenda kusaidia watu wengine na kuendesha kazi ya Mungu. Kazi rahisi, usombi kuni. Je, huwezi kumpa Mungu hata ng'ombe 2 watatu kwa siku? Waisraeli kila siku alipeleka ng'ombe mpaka siku 8. Kwa hiyo ninaomba utafakari sana juu ya sadaka ya kambi. Jana tuliliona hilo, tukaona ya kwamba usiende mbele za Bwana mikono mitupu. Ni njia ya kukubariki aliyoiandaa Bwana. Tunapokuwa tunaendelea na mafundisho katika makambi haya, kauli mbiu tulionayo inasema twende tukimsubiri Yesu. Kwa tunaposema makambi 2026, nitakwenda nikimsubiri Yesu, utaona nitakwenda inakuhusu wewe nafsi. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Na jana tulijifunza tukaona kwamba kwenda ambako anataka twende ni kwamba twende ulimwenguni mote. Ameagiza enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Na kadri unavyoenda kuwahubiri wengine, uwe unamsubiri Yesu, ili atakapokuja mara ya pili uwe miongoni mwa watakaochukuliwa kwenda mbinguni. Sasa katika wakati wa kusubiri tunapaswa kwenda. Lakini wakati tunapokwenda, kadri tunavyokaribia mwisho wa wakati, kuna mambo makubwa yatajitokeza yaliyoonyeshwa kama dalili ya mwisho wa dunia. Ndio maana fungu letu kuu katika kitabu hiki cha Luka sura ya 21 fungu la 28 anasema, basi mambo hayo yaanzapo kutokea, changamkeni mkaviinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Kuna mambo yatatokea, na ukiyasoma hapa sio mambo mazuri. Usaliti utakuwepo, mateso yatainuka, maadili yatashuka, mazingira na hali hali halisi ya dunia itaharibika, vita zitakuwepo. Lakini hayo mambo amesema mtakapoyaona, huo ni muda wa kuinua vichwa vyenu, maana ukombozi wenu umekaribia. Hizo ndizo zitakuwa dalili za kuja kwangu mara ya pili. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo tunapaswa kuvifanya wakati huu wa kusubiri kuja kwa Yesu, hata wakati tunaenda, tunatakiwa tujikite katika neno la Mungu. Haleluya. Grounded in the Bible and focus on mission. Ujikite kwenye Biblia wakati ukienda. Usije ukajikita kokote. Unajua kukita ni kuimarisha msingi wa kusimama. Tunapoambiwa twende kuambia wengine habari njema ya wokovu, wito mwingine unaotolewa kwetu na kanisa ni kwamba tujikite katika neno la Mungu.